Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu watazamaji popote pale mlipo duniani, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni siku nyingine tena pendwa, tumshukuru Allah tabaraka wa taala kutujalia kuifikia siku hii katika kumi hili la pili. Kama ilivyo kawaida katika kumi letu hili la pili, Rajai Foundation na Ashabul Kahfi wamekuwa na matukio ya hapa na pale. Jana tulikuwa katika mji wa Mbondole tukifanya iftari, na juzi tulikuwa Chanika Nyeburu. Leo tumefanya kitu kikubwa ambacho nadhani itakuwa ni jambo la kujifunza kwa watu wengine. Tuko na vyombo vya habari, tuko na vyombo vyetu vya habari pendwa kabisa ambao wanafanya kazi kubwa nzuri, ambao kwa namna moja au nyingine ndio wanatufanya tuonekane. Hawa ni watu muhimu sana, na sisi tunawathamini, tunawapenda, tunawajali. Na leo tumesema kama ilivyo ada yetu, Rajai Foundation na Ashabul Kahfi kwa kuyaendea mashindano yetu ya mkoa wa Dar es Salaam, tuandae iftari na vyombo vya habari. Kwa hiyo press hii ndogo ni press ya kuweza kuwahabarisha umma kwamba tumewathamini, tumewajali na tuko pamoja na vyombo vya habari. Kwa hiyo ni ndugu zetu, rafiki zetu, hawa ndio mabosi zetu. Kwa hiyo leo tunakuja kuwapa menyu hatari sana. Namuona Mtoro yuko hapa leo, atafurahia menyu. Darsa yuko hapa, wengi yani nikianza kumtaja mmoja mmoja wapo zaidi ya watu 30 na leo watakuja kufurahia menyu ambayo imeandaliwa na Rajai Foundation na Ashabul Kahfi. Lakini ni kuyaendea mashindano ya mkoa wa Dar es Salaam ambayo yatafanyika kesho kutwa hapo siku ya Jumamosi tarehe 7 mwezi wa 3 2026 katika Temeke yetu hii, kata yetu ya Ombovituka, pale mwisho wa lami, katika ukumbi wa kimataifa mzuri kabisa kuliko kumbi zote, Grand Paradise. Karibuni sana katika mashindano hayo. Ni mashindano ambayo yenye hadhi ya kimkoa, na mgeni rasmi atakuwa ni Samahatu Mufti Dr. mwenye nchi yake Abubakar ibn Zubair wa Mbwana. Kwa hiyo asikose mtu, na tunawashukuru sana kwa kujumuika nasi ndugu waandishi wa habari katika iftari hii adhim. Naamini mtaenjoy na ni kubwa sana zaidi. Kwa hiyo sina mengi ya kusema kwa sababu hatukuja kwa ajili ya kuzungumza, sisi tumekuja kupiga vitu leo na waandishi wa habari. Karibuni sana waandishi wa habari, hii ni nafasi yenu leo. Na leo tunataka mseme mkitoka hapa, jamani, kweli tumeitwa na Rajai Foundation na Ashabul Kahfi kwenye iftari ya maana ya nguvu. Tutawasikia mkishuhudia na nyewe na mkisema. Nisichukue muda mrefu kwa sababu tuna mkurugenzi wa Rajai Foundation yuko hapa kushotoni kwangu. Basi atakuwa na mawili matatu ya kusema kwa sababu yeye ndio mwenye jambo, katoka Singida mpaka Dar es Salaam. Kwa hiyo atakuwa na jambo la kusema. Karibu sana ndugu yangu, kuongea na vyombo vya habari ambayo umewaita kuwapa iftari nzito leo. Karibu sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Ndugu waandishi wa habari ambao mmefika hapa leo hii, tunamshukuru kwanza Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kutufikisha hapa salama na kufika katika lengo kuu ambalo tulikuwa tunakusudia kujumuika kwa pamoja katika iftari ya hii leo. Sema alhamdulillah. Kisha jambo hili kiujumla ni la Ashabul Kahfi Islamic Center, lakini sisi pia tumekuwa wadhamini katika jambo hili kama taasisi yetu inavyosema. Slogan ya taasisi yetu inasema Rajai Foundation, tumaini kwa jamii. Na Ashabul Kahfi wanafanya sio biashara ambayo wanaifanya, wanafanya kwa manufaa ya jamii. Kwa hiyo na taasisi yetu ina support vile vitu ambavyo vina manufaa kwenye jamii. Tukaonelea katika umoja wetu tuite waandishi wa habari na tuweze kujumuika kwa pamoja, kwani italeta mshikamano mzuri kati yetu sisi na waandishi wa habari. Hivyo basi tunashukuru sana kwa ujio wenu. Rajai Foundation inaahidi kutoa support kwa Ashabul Kahfi, na sio Ashabul Kahfi tu,
kwa sehemu nyingine yoyote endapo tutapata wadhamini. Rajai Foundation bado inahitaji watu wa kuwashika mkono, ni taasisi changa, lakini tumeanza na Ashabul Kahfi. Kwa nini Ashabul Kahfi? Kuna historia ndefu, lakini pia nitasema kwa kifupi. Ashabul Kahfi ni taasisi ambayo imeanza kutushika mkono pale ambapo hatuna taasisi. Tulianza kuwa na dira, lakini dira hiyo tulikuwa hatuwezi kuikamilisha pasipo na taasisi. Ashabul Kahfi leo hii tunazungumza, mpaka leo hii kuna tawi la Ashabul Kahfi Islamic Center Singida, na sisi ndio viongozi wa tawi hilo kule Singida, na bado tuna taasisi sasa hivi Rajai Foundation. Kwa hiyo ni taasisi mama Ashabul Kahfi. Kwa hiyo lazima tuanze kwa taasisi mama, na sehemu nyingine pia tutafanya hivyo hivyo Allah akituwafikisha insha Allah. Bas kupitia hayo niliyosema, naamini inatosha na tuweze kuendea kwenye lile jambo ambalo tumelijia leo hii. Asalamu alaykum. Kwa mara nyingine tena, sasa huyu ndio Mishkef ambaye ameleta tabasamu na kujilamba kwa waandishi wa habari. Kujilamba kwao kuko kwa Mishkef, kama lilivyo jina hapa, jina kubwa, brandi kubwa, Temeke, kati ya Boko, mtaa wa Boko na Wireless. Kila kitu kizuri kitamu, Mishkef. Hebu msikilize anasema nini yeye mwenyewe, kama huamini kuna vitu vitamu hapa. Karibu. Asante. Kwa jina naitwa Mishi. Ofisi yetu iko Temeke. Mishkef imefunguliwa mwaka 1995. Lakini kiukweli kabisa na washukuru sana wateja wetu ambao wanatuwezesha mpaka leo hii Mishkef bado iko pale na inazidi kupanda chati. Mishkef inatoa huduma ya chakula, inatoa huduma ya video live, inatoa huduma ya chakula ya hoteli, lakini na catering tunayo kwenye masherehe mbalimbali tunatoa huduma hizo. Kiukweli sisi tunapika natural, tunapika vitu vile vya asili. Ikiwa nazi ni nazi, ikiwa chukuchuku ni chukuchuku. Kwa hiyo kiukweli kabisa, waandishi wa habari leo wenyewe ndo mtashuhudia. Takebe. Nye leo mko nazi leo. Namba ya simu dada kwa mhitaji. Namba ya simu 0717 28 0608. Unafanya delivery kabisa. Delivery tuna saa zote. Karibuni sana. Tunashukuru sana. Kama mlivyomsikia Mishkef, kujilamba kwa wote. Twendeni tukajilambe. Asanteni sana.